Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Jabil, Molandi, Judith na Charles Abel. Wote tupo nao katika kurasa za mwisho kwa weekend hii, ambapo tuna michezo kadhaa na leo hii tumebahatika kuwa na Jabil. Jabil leo umeachiwa. Leo umeachiwa asubuhi ina mambo mengi. Karibu. Asante sana bwana. Leo kuna mambo mazuri. Leo misi sana. Ukimisi sana. Nilikuwa nikiamka na waangalia. Leo kuna mambo mengi Jabi. Unajua hiyo? Nafahamu. Watani wa jadi wa Ujerumani wapo. Borussia Dortmund na Munich. Kule Serie A kuna mechi ngumu nzuri. Ya utani lakini ngumu nzuri. Alafu KM dhidi ya Azam wanajuana, mechi ngumu hiyo. Sifikiri yani ni mechi ngumu sana. Kwa historia ya Azam mara nyingi timu za Zanzibar zinamleteaga matatizo sana. Mechi hii inaanza saa 10:15. Lakini Silva wanaikaribisha Yanga. Mechi hii inaanza saa 10 kamili. Pale Malawi. Ni mechi ya kuchanga haraka. Katika gazeti la Mwana Sports leo hii wenyewe wanakuja na kichwa cha habari, weekend ni show. Yanga, Azam, KM mguu sawa, wakubwa Ulaya wanaumizana. Kuna caption hapa kidogo Jabi kinasema pale kati Msimbazi kuna issue. Pale kati Msimbazi kuna issue. Au ni maneno yangu nimsijeka sentence vizuri. Wewe hawajaweka alama kuuliza. Hawajaweka alama kuuliza. Wewe ukisoma kama unaweka kuuliza. Basi ngoja niende moja kwa moja. Pale kati Msimbazi kuna issue. Hapo sawa. Wewe unaweka alama kuuliza ambao mwandishi kuweka. Alafu kocha anaangalia muda. Pentev. Meneja bana unakosea. Meneja. Ila chazi mwandamizi. Meneja. Kwa hiyo meneja ni Pentev. Alafu kocha Matola. Msaidizi. Yaani meneja msaidizi. Matola automatic naye anakuwa msaidizi. Meneja msaidizi. Babu unashusha brand. Kwa sababu ile meneja mkuu. Si ndio? Sasa meneja msaidizi nani? Aliyekuja naye. Ndio meneja msaidizi. Na Patrick Lemamu. Meneja msaidizi. Wale si meneja, wale wengine wa meneja. Patrick Lemamu unamwonaje? Ndio hivyo. Yeye cheo chake siku zote ni meneja. Labda kama watakuja kusema siku labda watoe kila mtu anasimamia wapi. Kwamba labda mfano Charles Abel meneja upande wa utawala. Molandi meneja upande wa miundombinu. Labda kuna siku watakuja watasema. Simba wamesema meneja mkuu ni Pante. Yule anasimamia meneja. Meneja wasaidizi wake ni yule aliyokuja naye pamoja na Patrick Lemamu. Matola kocha. Msaidizi. Hajasema ni msaidizi au ni kocha. Lakini kuna katika msafara ambao umeondoka lini juzi Simba, si ndio? Nimeona kuna kocha ameongezwa. Makipa. Kuna kocha kaongezwa. Wapi? Msafara imeondoka mingi bwana. Msafara wa Simba kuna kocha ambaye ameongezwa ambaye hawali yakuwa anasafiri na timu. Lakini naona ameongezwa. Wa goalkeeper ndo. Sio goalkeeper, ni kocha mkuu, ni kocha timu, ni kocha wa timu ya vijana ya Simba. Safi. Under 20 Javi. Ambaye hao tulikuwa tunazoea kwamba hakuwa anasafiri na timu. Akiona kaongezwa. Yule ameenda kama fitness coach. Kwa hiyo ina maana kwamba fitness coach mpaka sasa hivi hayupo Simba. Inawezekana yupo, kwani Xavi, kwani timu inaweza ikawa na fitness wawili hata watatu. Inawezekana anaumwa, kwani fitness coach naye aumwi. Na inawezekana pia timu ikawa na fitness coach hata watatu wanne. Ina shida. Of course. Mfano tu Arsenal na magoli kocha makipa watatu. Fitness coach wa Arsenal wako wanne. Yaani point yangu ni hivi kubwa, mwisho siku tusiruke sawa. Yaani kabla ya mazungumzo, kabla kuwa meneja mkuu sio na nini, Monsuna kuwepo. Hakuwepo Javi, unajua. Ndio maana mwisho siku tukasema Javi ni mwalimu wa Simba Molandi. Yaani sana ofisini ripota anaambiwa akachukue akasimamia kwenye dawati la muhariri, kakae kwenye dawati la muhariri. Yaani
Yaani mimi nimemuelewa Morant. Mimi naungana na nimemuelewa Morant. Kwa mfano siku zile Taifa Stars inacheza na jezi ya blue ambayo ni ya mazoezi. Statement ilitoka kabla ya mechi. Kwamba leo Taifa Stars watatumia jezi ile. Umeona Kwa hiyo tulivyoona tukua na mazungumzo baada ya pale. Kwa hiyo Simba kilichotakiwa kufanyika kwamba katika benchi letu tumemwongeza mtu fulani ili kureplace kitu fulani. Hiyo sio mpya na Simba hawajamreplace kwa sabu Simba fitness coach wao ni Riedo ambaye pia naye yumo. Mimi ninachofikiri Simba hajaondoa fitness coach. Mimi ninachofikiri nyinyi hapo fitness coach wa Simba kama wataalamu wa habari. Yaani Xavi ni sehemu ya Simba. Yaani unajua Xavi sio mpya Simba. Kuna point nyingine maki mwisho wa siku sasa nataka niongee vitu ambavyo hapo nilivikumbushie sawa. Unakumbuka mechi ya ngao ya jamii? Ya Simba Queens pamoja na nani na Mashujaa. Unakumbuka ile mechi? Technical bench kocha mkuu alikuwa ni nani? Xavi. Kwa nini amekaa pale? Kwa nini amekaa kwenye benchi hili? Si mwajiliwa wa Simba. Unaanza sasa mwisho wa siku sasa. Hasa mwisho wa siku yani tukizungumza mwisho wa siku. Mimi nafikiri nyinyi mnachotofautiana kama waandamizi waandishi wa habari ni kwamba mlikuwa mnatarajia labda kupata habari lakini Xavi tayari yupo ndani ya Simba kama anavyosema Chazi mwajiliwa. Yaani ilichokuwa labda nyinyi mnategemea mpate habari before kwamba Xavi anatoka timu ya dogo ya under 17 au under 20 ataongozana na timu. Labda mlikuwa mnatarajia kupata of course. Ni kwa vile pia Chazi na Morandi wenyewe wanajua. Sasa kuna watu huko hawafahamu. Kwa hiyo ile kuondoa sintofahamu kama alivyotoa mfano Philip, TFF walitoa yani ile ufafanuzi ili kuondoa sintofahamu. Ndio maana hakukuwa na maswali. Kwa nini ngoja mimi naomba kuuliza swali moja. Zile jezi ambazo siku TFF walizitumia na Taifa Stars zilizitumia zimesha kutumika na Taifa Stars? Jezi za blue. Zile za ambazo walisema watatumia jezi ambazo zimekuwa zinatumika kwa mazoezi. Zishaye kutumika kwenye mechi za Taifa Stars za mazoezi. Maana yake huwa asifanye nini? Hivi leo Taifa Stars kwa mfano wakicheza mechi labda na Kenya au Burundi au na timu nyingine yoyote, TFF waga anatoa statement, leo tutatumia jezi za blue au leo tutatumia jezi za mistari zile za blue na njano. Hawatoi kwa sababu gani? Ni kitu ambacho kiko kawaida. Ndio tunapokuja kwenye issue ya Xavi. Xavi ni sehemu ya Simba. Xavi hata alipokuwa na Medi Boloko aliposimamia timu siku ile kwenye mechi ya Ligi ya Mabingwa ile ya marudiano. Yes, na msaidizi wake kwenye benchi alikuwa nani? Msaidizi wake kwenye benchi alikuwa nani? Msaidizi wake alikuwa Riedo na nani? Na Xavi. Tulidemand Simba itoe statement. Hatukudemand kwa sababu wale ni watu ambao wako Simba, ni sehemu ya Simba. Haya. Huyu kocha msaidizi alokuja, huyu meneja msaidizi alokuja na Pantev ni mtu mpya ndani ya Simba. Kwa hiyo kutoka statement kwamba tumemleta msaidizi ni kitu ambacho ni unique kwa sababu hajulikani, lakini hao kina Xavi wanajulikana. Haya. Mmeenda mbali lakini mada hapa inasema pale kati Msimbazi kuna issue. Ngoja nisome kidogo ndani katika inasema hivi. Kwanza kuna issue mbili katika hii story. Kwamba Rushine kaandika nani? Mwandamizi Charles Elia Solomon. Okay. Maana kunayo habari ya Charles. Unaodha. Je, Rushine anafaa kuwa naodha? Yabi. Yaani hiyo habari ina vitu viwili. Hichi cha kwanza Rushine hili ni swali langu lakini kuna statement ya gazeti hapa. Rushine licha ya ugeni amependekezwa unaodha kutokana na kipaji cha kuwapanga wenzake. Rushine. Hiyo hoja ya kwanza. Hoja ya pili inahusiana na story pale kati muhimu ya kwanza. Hoja ni kwamba Simba inahitaji uwiano wa uchezaji hasa katika mechi ya Jumapili hii ambapo watacheza ugenini ili kuwa na mwanzo mzuri, na kwa mujibu wa taarifa inaelezwa kwamba kocha huyo amebaini udhaifu eneo hilo. Pantev huyo. Ziko mbili hapo babu. Naodha ni naodha, si ndio? Mimi sifahamu hapo kapendekezwa na nani kama mwandishi Elia alivyoandika. Lakini kwani vigezo vya kumteua naodha ni unajua kuna mambo mengi, kuna vitu vingi. Inawezekana mwalimu akapendekeza lakini na wachezaji nao akasema bwana
labda tukasema Chazi atatuongoza kwenye jambo hili. Kwa hiyo inawezekana labda mwandishi kapata habari kwamba kocha kapendekeza yule awe kiongozi, au wachezaji wamesema bana wewe pamoja na Shomari Kapombe na wewe ongezeka. Shomari Kapombe hajatajwa. Basi lakini ndio ninachosema, inawezekana sijui nani inawezekana mwandishi ana zile za inside za ndani zaidi. Inawezekana labda wachezaji wamempendekeza au kocha ameona kwamba anafaa kuwa kwenye kuvaa kitambaa cha Simba. Labda kwenye international match. Inawezekana yote. Kwa nini Kapombe aje kuwa anaanza kwenye international match baba? Sawa. Hapa anasema kwamba kuna statement chini. Tu clear Yanga, si ndio? Tuweke Yanga vizuri. Tuje mbali na mapendekezo hayo, bado Shomari Kapombe ataendelea kuwa nahodha mkuu, na wakati atakapokosekana huenda akaonekana Lushine. Kwa tayari ishafafanua. Haiko wazi nafikiri hapo. Hapo iko wazi. Labda msaidizi. Hapo iko wazi nafikiri. Ndio hicho ambacho. Hiyo iko wazi nafikiri hapa ameelezea mkuu Kapombe. Msaidizi. Kabla hapo alikuwa nani? Alikuwa Shabalala. Alikuwa Shabalala. Alikuwa kwanza Boko ndo akamwachia Shabalala, kama baadaye kumwachia Shabalala ndo akawa ni msaidizi, kama sikusema ilikuwa ni Kapombe. Nafikiri sasa ndo Kapombe ndo kama mkuu, na hapo kwa mujibu wa hiyo story sasa inaelekeza moja kwa moja hapo ni msaidizi atakopo Lushine. Sawa. Pale kati waache hivyo sio au? Ni pale kati. Inawezekana Simba wamecheza mechi kama 2 za kirafiki. Najua moja ile ya kule Jimkana ya Al Hilal watu wengi waliangalia, walienda kuangalia hiyo ya Al Hilal. Lakini ile ya kwanza sijui na Al Hilal inahesabika ile. Sasa inawezekana huyu mwandishi amepata bahati ya kuangalia magoli madogo. Sikana magoli madogo. Yaani mechi ya kirafiki ya magoli madogo. Madogo kivipi? Yaani mechi ya kirafiki ile ya magoli madogo si unajua. Charles Costa kanielewa. Hawezi kwa mechi. Bwana hawezi kwa mechi bwana. Kwa mechi. Yaani bwana magoli madogo. Sasa mazoezi hiyo. Kwa ile 6-6 so mechi. Pande 6-6. Hiyo foot sababu. Mchezo foot. Kwenye kiwanja kama anajariwa cha Jimkana kwa mechi hiyo. Hiyo haisabiki kwa mechi. Yaani 6-6 inawezekana kwa maana sasa 6 aside. Hiyo sio mechi hii. Ni mazoezi. Molandi hiyo sio mechi bwana. Mechi mnagaji watu 6 huko watu 6. Mimi naongana naye kwamba ni hivyo, lakini kama anacheza mchezo labda futsal. Philip anasema kwa maana kwamba au mpira wa mikono sakafu au mpira wa mikono. Jamani, hiyo kupo ni kuweka sawa. Haya, katika gazeti hili mambo ya CAF sasa wanazungumzia kwamba tayari tumeshajihakikishia kwenda makundi Tanzania kwa mchezo kati ya KMKM na Azam. Tayari tumeshajihakikishia timu ya kwanza kwenda makundi. Ambalo ni jambo zuri kabisa kuliko kitu chochote kile. Tumezoea kuona mambo Ulaya, si ndio? Tumezoea kuona kaskazini mwa Afrika. Ulaya tusiende sana ni mbali. Kaskazini mwa Afrika unakuta Egypt wana timu mbili shirikisho kama mwaka jana ambapo Simba kaanza kucheza finali. Walikuwa na Zamaleki, walikuwa na ile Al-Masry. Yes, walikuwa na Al-Masry. Kwa hiyo kama inatokea na kwetu sisi tunakuepo angalau kwenye zile lenki za nchi ambazo zinatoa timu kwenye group stage kwenye mashindano yote mawili. Tena kama sisi tukifanikiwa kuwa na 2 huku na 2 huku, nafikiri itakuwa progress kubwa kabisa kwa nchi yetu. Progress kubwa. Na hata hii mashindano yalivyo ya klabu bingwa huwezi jua. Huwezi jua. Haya, tuna wenzetu ambao wapo maeneo tofauti Malawi. Kuna wenzetu pale tutaweza kujiunga nao kuweza kufahamu mawili matatu. Burundi, Singida anacheza kesho tarehe 19 anacheza na ile jina la Kifaransa lile Flambeau kesho watacheza, lakini leo kuna mechi moja ya Iguanua inacheza leo. Iguanua pale inacheza pale ya klabu bingwa. Alafu kuna mechi nyingine sio anacheza naye nani? Na Halali. Halali mchezaji jana. Halali mchezaji jana. Anacheza leo.
Al Ahly wanacheza leo. Al wanacheza leo. Al Hilal ama Al Hilal. Anasema Al Ahly wanacheza leo na Al Hilal kwa Ghana. ndio wanacheza mechi Burundi. Ndio leo Al Ahly wanacheza. Wale Al Hilal wanacheza pale. Kwa kuna mechi hiyo. Lakini unajua wenzetu wanapopewa sasa hivi vilabu vikubwa hivi kama APR wanaposema ndio nakumbuka sisi zamani. Mnacheza mechi ya kwanza mkishinda wakati mnashangilia tu. Fixture ikitoka. Sasa baada ya mabadiliko Ndio ninachosema na wenzetu sasa hivi wanapopata ile balaa ndio na sisi tulilipitia huko. Wakubwa sasa hivi. Manake niliona vyombo vya habari vya Rwanda ilivyotoka fixture tu wakaona Pyramids tena. Ukiona timu mechi ya kwanza timu ile inaenda ugenini, timu ile inaenda ugenini. Ujue timu ile ni kubwa. Alafu inamalizia nyumbani. Kwa maana hiyo jana Kenya Police na Al Hilal Omdurman. Maana yake ile Al Hilal ni mkubwa zaidi ya Kenya Police. Au nakosea coach? Hivi waandishi Al Hilal wanarudiana na wale hapa Tanzania au hapa? Nani hapa? Nyuamani kasikosea. Bwana nimeambiwa kwamba Nyuamani wanaenda nje. Wapi? Hamna. Wale wameweka kambi hapa. Hawana mpaka hadi sasa hivi hamna taarifa mabadiliko ya venue. Wanacheza hapa. Lakini marudiano na Nyuamani. Lakini najua mimi ni Nyuamani. Mechi hizo Nyuamani najua mimi. Inachezwa Nyuamani? Tutaifuatilia hiyo. Tutafuatilia tuweze kujua hiyo mechi ni nzuri kweli kweli yani. Kwako kuna semaje Jabir? Kwangu kuna taarifa mbili kubwa. Ya kwanza Klabu Afrika wanasema mtego wa kihistoria Klabu Afrika. Habari imeandikwa na mwandishi Papers. Alafu kuna habari nyingine ambayo Charles Abel hapa ameandika, anasema amenukuu Morocco ataka pointi 4 tu AFCON. Akaweka alichokinukuu, tunataka kupata angalau pointi 4 ambazo zitatufanya tuwe miongoni mwa washindani katika hatua ya mtoano. Ugumu katika kujilinda ndio msingi mkuu. Okay. Ulifanya mahojiano naye? No, amefanya mahojiano na CAF Online. CAF Online. Okay. Haya. Unaonaje wewe kama mwandishi baada ya kuona wewe mahojiano na timu yetu, kwa sababu ukiangalia tuna siku 30 za Novemba, nafikiri Disemba ndio mashindano, sio? Yes. Umeonaje hiyo? Anachokisema na unavyoona kwa timu yetu. Kocha, unajua maoni yake yanategemea na tathmini ambayo amefanya kulingana na wapinzani ambao yupo nao kwenye kundi. Ukiangalia kwenye lile kundi, of course ni kundi C. Kuna Tunisia, kuna Nigeria, kuna Uganda. Mimi nadhani kwa mtazamo wake kama coach yuko sahihi kwa sababu kuna majanti wawili pale. Majanti ambao unaweza kuzungumza leo, Tunisia ni timu ambayo imekuwa imefuzu kombe la dunia kwa record, haijaruhusu goli lolote na ni miongoni mwa timu za kwanza kufuzu. Lakini ukija Nigeria ipo katika playoff ya kufuzu kombe la dunia. Uganda tumemuona ilikuwa nusu chup na yaingie kwenye playoff. Kwa hiyo of course sio kundi jepesi ambalo tumo. Tutarudi kwako Charles. Twende kule Burundi, Bujumbura. Singida wanacheza na Flambeau. Umesema Flambeau kesho. Na balozi alizungumza kuhusiana na mechi hiyo na pia hata kuchagiza kuelekea katika mchezo huo. Nitumie fursa hii pia kuwakaribisha kwenye ofisi za ubalozi wetu hapa Bujumbura. Lakini pia jana tumepokea viongozi wa timu ya Singida Black Stars na tumefarijika kwamba angalau kwa mwaka huu tunazo timu 4 ambazo zinashiriki haya mashindano ya kimataifa, na Singida watakuwepo hapa kwa ajili ya mchezo wao watakaocheza siku ya tarehe 19 siku ya Jumapili. Tumefarijika kwamba Singida Black Stars wameweza kufikia hii hatua na tunawaombea waweze kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi. Ni dalili ya kukua kwa mpira wa Tanzania. Na sisi kama ubalozi tumefanya kila ambalo wametuomba tufanye ili waweze kuingia Burundi salama. Walikuwa na mahitaji yao ya vitu ambavyo walitaka kuingie, na kimoja ambacho
ni washawishi pia viongozi wa vilabu vingine kuwa wanafika ubalozini. Jana tulikuwa tuna mjadala kidogo kuhusiana na ulipaji wa visa vya wachezaji wa kigeni ambao wanafika ambao wako kwenye timu ya Singida Black Stars. Tulipokuja hapa kwenye kujadiliana tukagundua kwamba wale wa Afrika Mashariki hawahitaji kulipa visa kulingana na makubaliano yetu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tukawaeleza wale wa viongozi wa Singida Black Stars kwamba nchi ya Burundi inayo makubaliano na nchi ya Zambia ya kufutiana masuala ya visa. Kwa hiyo wale wachezaji wawili wa Zambia walioko ndani ya ile timu ya Singida Black Stars nao wanapata hiyo exemption ya kutolipa visa. Na tumekuja kujua pia kwa sababu pia hawa nchi ya Burundi pia iko kwenye COMESA. Kwa hiyo wana makubaliano ya namna hiyo. Kwa hiyo hii ni kazi ya kibalozi ambayo imesaidia viongozi wa Singida Black Stars kuondokana na hizo gharama ambazo pengine wangezitumia kuwalipia wachezaji wao hizo visa. Kwa hiyo mimi niwashukuru pia kwa kutushirikisha ubalozi, wametuandikia barua, wametuambia mahitaji yao na tumewatoa maafisa hapa dedicated kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawakwami kwa jambo lolote na wanaweza kufikia malengo yaliyowaleta hapa. Lakini mimi kwa kuendeleza jitihada za kuunga mkono kukua kwa mpira wa miguu na nitashiriki uwanjani, nitakuwepo kuwaunga mkono na kuona Tutakuletea mechi hiyo hapo kesho ya Singida na Flambeo ambapo itachezwa pale Bujumbura, Burundi. Twende moja kwa moja kwake Ali Bakari. Lakini Philip siku hizi mabalozi wetu bwana anatembea vifua mbele sana kwenye nchi za watu. Sasa timu nzuri. Twende kwa Ali Bakari. Ali, wakati huko maeneo hayo yapo darajani hapo, timu 4 za Tanzania zinacheza CAF. Tungepata, manake nisije nikadadavua sana, tungepata amsha manake tuko weekend hii, na kwenye gazeti la Mwananchi wanasema, Mwana Sport wanasema weekend show. Mtupe nini ambacho mashabiki wanakisubiria kwa hamu. Asante sana Filipo Cipriani, kama ulivyotangulia kusema ya kwamba picha inayoonekana nyuma ni daraja la Kijazi. Kwa wale ambao wanatokea mikoa ya nje ya Dar es Salaam, wakiingia Dar es Salaam, sehemu ya kwanza ambayo wataiona kwa kupitia njia hii ya Morogoro Road, bila shaka wataweza kuliona daraja hili kubwa kabisa ambalo linautambulisha mji wetu wa Dar es Salaam. Na pembezoni tu hapa ndiko ambako sisi tumejisogeza hapa ambako kuna kijiwe cha magazeti, na umetangulia kutambulisha hapo ya kwamba hii ni weekend ya moto. Na ni kweli kabisa, ni kwa sababu ya kwamba kuna mechi nyingi sana za mpira. Tuna Del Clasica kule Ujerumani, lakini kuna ligi ya mabingwa na kuna kombe la shirikisho barani Afrika. Yote haya yanapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam Yes TV. Leo hii ni Young Africans wapo ugenini dhidi ya Silver Strikers, lakini pia KMKM wanaikaribisha Azam FC hapo New Aman Complex Zanzibar. Sasa watu wamekimbilia katika magazeti hapa kuona namna gani magazeti yanazungumza. Umeligusa gazeti la Mwanasport Filipo Cyprian, ni bonge la show ndicho ambacho kinazungumza katika gazeti la Yes, hii ni Wananchi. Wananchi wenyewe wanasema ni bonge la show, Silver Strikers dhidi ya Yanga. Pacome, Boye, Clement Mzize waahidi kuimaliza mechi ugenini. Yes, na picha kubwa hapa unaweza kuziona, lakini juu huku unaweza kumuona Khalid Said Mohamed ambaye anasema GSM hawajaza upepo mastaa Yanga. Hiyo ni habari ambayo ipo katika Wananchi. Mwanasport ambalo Filipo ulianza nalo hapa, lenyewe linasema weekend ni show. Na ni kweli ni show. Yanga, Azam, KMKM mguu sawa, wakubwa Ulaya wanaumizana. Yes, ndio habari ambayo utaiona katika gazeti la Mwanasport. Hapa kuna picha ya Pacome huku kushoto, lakini kuna picha ya Faisal Salum. Haya ni kuhusiana na hapa Tanzania. Lakini kuna mchezaji hapa wa KMKM Haaland, unaweza kaona na wachezaji wengine. Maana yake ni kwamba Ulaya na Tanzania ni moto kweli kweli, ama ni show kweli kweli. Labda tuguse kidogo wenyewe Wananchi na wenyewe huko upande wa nyuma wameandikaje.
wanasema mtego wa kihistoria klabu Afrika. Yes. Chini hapa tunamwona Saaduni, lakini pia Job Saaduni wa Azam, Job wa Young Africans. Morocco ataka pointi 4 tu AFCON. Tunafahamu mwezi Desemba michuano ya AFCON inaanza. Hayo ni ambayo tumeweza kuyapata katika magazeti. Sasa kwanza ndugu yangu hapa ana jezi kabisa Young Africans. Nimemkuta hapa akiweka vizuri kabisa gazeti la Mwananchi hapa. Labda tuanze naye. Bwana, mambo vipi bwana? Mambo safi. Upo vizuri? Niko vizuri. Mbona kinyonge? Kati timu yako ipo Malawi. Ndio maana nimekula uzi huu. Sio kula uzi lakini sauti haitoki. Kwa lidi stoke ndugu mtangazaji. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Nurdini Abdara. Upo live hapa Azam Sports 1 HD. Najua sana. Unafahamu vizuri sana. Unakifahamu kipindi cha kurasa za mwisho? Kipindi hicho na kina Dodi akina nani? Unafahamu vizuri au wapi? Sana. Basi vizuri. Sasa Filipo Cyprian ipo studio kule anakusikiliza vizuri kabisa. Unaizungumziaje mechi ya leo dhidi ya Silver Strikers? Mchezo ambao ndo ukifanikiwa michezo miwili kwa maana ya ugenini na nyumbani unaingia hatua ya makundi. Kwanza niseme naitakia kila laheri timu yangu ya Yanga da African. Kama nikiwa kiongozi wa hamasa makao makuu lakini sijajaliwa kutembea huko. Nasema asante sana, nashukuru. Leo tunachoenda kukifanya ni kumaliza mechi mapema tu ili tukija huku tumalize moja kwa moja. Silver Strikers unawafahamu lakini? Nawafahamu vizuri sana. Hakika utatoka hiyo kiongozi wangu. Timu changa huo ndio zinashangaza. Haziwezi kutudualiza hizo. Kwa hiyo kikosi ambacho kipo, ndugu mtangazaji, na uhakika kila kitu kitaenda sawa. Mchezaji gani unaamini kwamba anaweza kukutoa kimasomaso? Pacome Zouzoua leo yupo, kashakuja, unaona. Na Clement Mzize leo yupo. Yeye alikuwa majeruhi lakini kasharudi akiwa na afya tele. Haya ni mipango ya mwalimu tu, kama anaweza kumuingiza akamwanzisha aidha atoke na watu wengine, lakini najua leo mechi itakuwa ngumu lakini naimaliza kule kule. Weekend hii kuna timu 5 kutoka Tanzania kwa ujumla, tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukijumuisha na KMKM kule Zanzibar. Unatamani timu 4 zote ziweze kuvuka hatua hii? Naweza kusema zivuke tu kutokana na bendera ya taifa ndio inapeperusha. Tukiacha mambo yetu ya ndani, lakini leo bendera ya taifa inafanyaje? Inapeperusha. Sawa. Bana, ngoja tuzungumze na mtu mwingine. Huyu hapa ni shabiki wa Young Africans, lakini yupo ndugu yetu hapa na jezi ya Tanzania kabisa. Bana, habari yako bwana? Nzuri. Salama kabisa babangu. Salama. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi sina timu. Hauna timu, sawa. Hamna shida. Ngoja tuzungumze na wengine, tusogee huko. Bana, mambo vipi? Upo vizuri? Niko fresh. Shabiki wa timu gani? Mimi Simba mwanangu. Simba Sports. Ya. Vizuri kabisa. Simba Sports ipo Eswatini kule kucheza na Singizini au Spurs. Tayari imeshafika. Yes, kesho hiyo. Kwanza huo mchezo unauzungumziaje? Mimi Simba kwa kifupi huwa sina wasiwasi nayo kabisa yani. Una mashaka kabisa sababu unaikubali na unaiamini yani. Uogopi wewe? Yani Simba mimi nitanyua, afu acha niue, ndo Simba mimi naipenda mimi yani. Ushakukutana na magumu kupitia Simba? Mengi. Umezungumza kwamba acha ikuu. Mengi mno, lakini unakumbuka tukio gani ambalo lilikuumiza sana? Yaani sio nisemaje, sisemi mengi lakini najua mwenyewe yani. Unafahamu mwenyewe? Siri ya moyo. Tukumbushe moja tu. Yaani mzee acha tu. Taja moja ila leo. Ni kesho. Leo hiyo mtani leo. Leo unaanza na mtani? Leo mtani leo. Mtani unamwambiaje hapo huyo? Unamwambiaje mtani wako? Yeye anajua alipo naye hapa. Unamwambiaje? Baba. Anaogopa. Ana moyo wa usda. Ana moyo? Ndio maana nakwambia hivi. Anaogopa, anakumbusha. Kile kipigo cha goli 5. Ndio maana anakumbuka. Wewe umemuuliza ndugu mtangazaji, kitu gani unachokikumbuka? Sawa, hii loki ya mdomo siri ya moyo. Ila faza leo utoboi. Leo utoboi? Sasa kuna nini hapa? Hamna kitu. Unasikia maana, hebu mjibu. Ala cha kuniambia, timu yako anaijua ubora wake. Suluhu moja refa kama. Bahati nzuri tuko jirani hapa. Kilichokuumiza ilikuwa ni ndani ya nchi au nje ya nchi? Hiyo ilikuwa ni nje ya nchi, sio ndani. Hapa ndani hujawahi kuumia? Mimi hawezi kunisumbua. Mpira wako hawezi kusumbua. Hata siku moja. Wangu wa uani huyo. Tarudi hapa. Hebu ngoja tusogee kidogo huko, kuna jamaa wanaendelea na biashara huko. Na wenyewe tuzungumze. Bwana, habari yako? Salama. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi Simba Sports. Unaitwa nani kwanza? Abdalla Idi Simba. Simba Sports kesho ndio itakuwa ugenini kule kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspur katika mchezo ukifanikiwa kuvuka katika michezo yote miwili kwa maana ya ugenini na nyumbani utaweza kuingia hatua ya makundi. Timu yako unaiona itafanya hivyo? Naiona kwa asilimia 100 kwa sababu hakika kabisa. Uhakika kwa sababu Simba kinachotuumiza sisi si kuingia group stage. Kinachotuumiza sisi wana Simba ni kucheza nusu finali.
na hiyo ndio ndoto yetu. Tumepanga mwaka huu tuingie nusu finali. Wewe unataka kuingia nusu finali kabisa? Unatamani msimu huu uone timu ikifika? Yaani ndoto yangu ndio inanituma iwe hivyo. Hebu waambie wachezaji wa Simba kwamba mnaitaka nusu finali. Tunawaambia wachezaji wa Simba Sports Club, kina Eli Mpanzu kule mbele, Jonathan Soa, kina Mukwala, jamani tunahitaji siku kucheza nusu finali. Masuala ya robo sisi yametuchosha. Tumechoka group stage sini tunataka nusu finali. Sawa, unatamani timu zote 4 za Tanzania bara huko zivuke? Yaani natamani kwa sababu rank zetu zipae. Na KMKM kule Zanzibar unaitamani pia ivuke? Vile vile nao natamani nao ishinde. Sawa. Bana Philip Cyprian, hayo ni maoni ya mashabiki kutoka eneo hili la Kijazi, Ubungo, hapa karibu kabisa. Unaweza kusema Ubungo darajani hapa kwa sababu kuna daraja la kupita juu hapa. Lakini haya ndio maoni ya mashabiki. Hapa nirejeshe kijiti hiki kwako Philip Cyprian na jopo lako la wachambuzi. Ali kutokea hapo darajani hapo Ubungo. Ni njia panda kwenda mikoani amesema. Njia panda kwenda mkoani. Huku airport njia panda kwenda Ulaya. Huku mikoani. Haya, asante sana na turejee hapa. Tuna mjadala wetu. Upo katika mtego wa kihistoria klabu Afrika, yes. Mwandishi ameipanga Dar, akaipanga na Zanzibar. Yaani Dar, Zanzibar. Zanzibar ni KMKM zidi Azam. Alafu Dar ameweka Yanga Malawi. Sasa Dar si mechi inachezwa kule. Sasa yeye Yanga kwa sababu ni ya Yanga ile ya Yanga kwamba kuwepo Yanga na Malawi na Yanga Malawi. Naona kuna kocha Morocco hapo. Picha Morocco ipo. Hii ni habari ambayo ameandika Chazi Abeli ambayo ameitoa kwenye Africa Online. Ya kuelezea AFCON, upcoming AFCON ya Disemba. Labda tumuulize kwa sababu yupo. Alifikiria nini? Nani? Mwandishi. Anasema kabisa alinukuu hii habari kwamba ina maana huyu alifanya interview na Africa Online ile. CAF Online. Unajua ile CAF Online kama mwandishi najua unaijua. Kwa hiyo yeye ameichukua ile habari kutoka kule. Lakini yeye hakumuoji Ahmed Morocco. Lakini bado na swali langu liko pale. Uliza kwa waandishi. Kwa nini alijua hii inatufaa? Hizo point unajua katika hiyo CAF Online kuna story nyingi. Lakini kwa nini aliona, of course inawezekana akaniambia kwamba ni ya Tanzania. Ni Mtanzania, uzalendo. Lakini alihisi hiyo inatufaa. Labda unajua mwandishi akikaa hivi anaona hii story hii inatufaa. Point 4 na imekuwa second lead. Of course ni second. Calculation ni vipi hiyo point 4? Story kubwa. Calculation ya kuzipata hizo point 4. Tushinde mechi moja, tusare moja. Kuna sehemu amemnukuu kwamba tunataka kupata angalau point 4. Angalau point 4 ambazo zitatufanya tu hapa sasa anasema hata Morocco hata hivyo amesema kuwa kuzipata point hizo 4 haitakuwa kazi nyepesi kwa vile wapinzani wake watakuwa kwenye kundi hilo ni timu ngumu. Tukumbushe timu babu. Nigeria, Tunisia, Uganda. Nigeria, Tunisia, Uganda. Kundi C. Algeria, Tunisia, Nigeria, Tunisia, Uganda. Mechi zake zitachezwa face. Kombe la dunia. Bado. Anacheza kwenye playoff. Anacheza na Gabon. Algeria. Algeria ndio yupo. Nani? Tunisia. Tunisia kaenda. Amequalify na Uganda. Uganda chupu acheze playoff. Wapo pointi. Manake kwamba yani ukiona point 4 anazozungumza manake kwenye mechi zile 3. Manake anahitaji mechi moja kushinda, mechi moja sare. Ndio hesabu zake hapa. Sawa. Zende. Lakini yeye akazungumza akaenda kwenye nani yake alikuwa na sherehesha hiyo hoja yake kwa kusema sasa ili uweze kupata hizo lazima uwe na nani nzuri ya kujilinda kulinda yani market defense yake la defense line yake. Kama mchambuzi katika hizo timu 3 ni ipi unafikiria namna moja ya kushinda nyingine sare? Kama mchambuzi kwa kweli ukiniambia mizani
Nani wepesi? Mechi ambayo unaweza kusema unaweza kutaka kushinda, ambao naamini hata Morocco na benchi lake leo tukina Mgundo wakikaa wanaweza kusema tukauane na Uganda. Unaona, yani wanasema hiyo tukauane na Uganda, lakini kwenye hiyo sasa sare nyingine hiyo. Kwenye hiyo sare nyingine. Tukauane na Nigeria. Yani hiyo sare nyingine kidogo hapo. Kutakuwa na heka sana. Labda hivi unajua kwamba yani Tanzania na Uganda sikukutanaga inakuwa sio mechi, inakuwa zaidi mechi inakuwa ni dabi. Ndio maana nimesema yani Tanzania na Uganda. Si maana nimesema kwamba inakuwa sio mechi za finali. Ndio maana nimesema kwamba yani naamini kwenye benchi la ufundi wale wakikaa, yani kuanalyze watasema kwamba sisi tukauane na nani? Na Uganda. Bingwa alivae nani ya Uganda? Sare tutaitafuta. Bingwa alivae nani ya Uganda? Usika Uganda. Yani mimi kwa mfano mimi naenda kuuana na Tanzania, yani mimi naenda kuuana na Tanzania, alafu Nigeria namtafuta Nigeria, napata pointi hizo 4. Unajua bwana, Nigeria unajua ni mwepesi angalau, hata Tunisia. Mwepesi wapi Philip? Nigeria. Yani mimi ni mkweli hapa Tunisia mwepesi. Yani hapo ukiukweli unasema hata Tunisia bwana. Unasema yani mimi niseme kitu kimoja sana, ni bora kidogo useme, mimi binafsi nachoona mimi ni bora kidogo useme ukapambana kidogo na Nigeria. Lakini sio kupambana na Nigeria. Kidogo useme kupambana na Nigeria. Lakini sio Uganda. Kwa maana gani? Kwa maana moja, kupata hiyo sare. Tunaiona sasa hivi unajua Nigeria Ghana ambao Ghana wamequalify. Nigeria Ghana ambao tunaona kwamba kama vile wamezota na Cameroon, kama wamezorota katika Afrika. Wale nao wana nani nzuri kama walivyo Waarabu. Waarabu ukiangalia wote tayari wako World Cup. Mnazungumzia Nigeria ipi yani? Nigeria hii akina unajua Nigeria sasa hivi. Unajua kwa mfano kama iko kwenye hizo qualifications. Nigeria imefundishwa na makocha 4 tofauti. Ndio hajaseto. Lakini no. Nigeria ambao tunakwenda kucheza nayo AFCON imekuwa na muendelezo bora wa matokeo mazuri na hata kiwango. Ndio finalist waliopita. Tunazungumzia Nigeria ya kocha Eric Chelle kutoka Mali, wamemchukua. Hajapoteza mechi 6 mfululizo. Yaani mechi ambayo ameangusha points ni mechi dhidi ya Afrika Kusini ambayo alicheza ugenini akatoka sare. Hivi ndio anakuja na Chan. Ndio yule alikuja na Chan, kwenye Chan alikuwa kama ndo technical. Yaani kama alikuwa na kulikuwa na mjadala huo unaosema maana najua huyu kazungumza Chani kwa kuona Nigeria ikifanya vibaya. Sasa nataka nimwambie moja ya jambo ambalo walikuwa wanamshutumu yeye kuhusu Chani kwamba walikuwa wanamwambia alichagua wachezaji wengi aliwachagua kutoka Remo Star ambao ndio walikuwa mabingwa wa ligi ya Nigeria, sio? Lakini na yeye alitetea hiyo kwamba ukitazama wachezaji wengi waliokuepo kwenye ligi yao, yani unaweza kuona kwamba wachezaji wengi wazuri walikuwa wako kwenye Remo Star kuja kushindana. Lakini wao kama uliona huo mjadala ulivyokuwa, lakini wanasema vile maandalizi yao hayakuwa mazuri kuelekea kwenye yale mashindano. Hiyo Remo Star ni timu kubwa. Na Filipo mimi naona Filipo anasema kwa Nigeria unaweza kupata point. Mimi nafikiri Filipo amewaza kwenye tunavyoona timu za Nigeria kwenye mashindano ya klabu bingwa shirikisho. Kwa hiyo Filipo nafikiri hicho ndo akichukua, lakini kwenye timu ya taifa ni jambo lingine. Benin kachukua. Benin unajua kachukua misumari 4 unajua. Subiri twende kwa Mohamed yuko Eswatini. Pale Simba anacheza kesho dhidi ya timu inaitwa Hotspur nini? Msingizini. Hotspur. Msingizi Hotspur. Inacheza hapo kesho. Mohamed za wakati huu najua tofautiani sana, kama nyuma basi wako nyuma saa 1 hivi. Vipi hali halisi iko vipi Mohamed? Najua kumesha kucha. Asante Philip Cyprian kutoka hapo studio Tabata, Dar es Salaam. Hali ni shwari hapa Mbabane, Eswatini, ambapo timu ya Simba ndio imeweka kambi ya siku kadhaa, kwani mchezo utachezwa katika mji wa Manzini, hatua kidogo kutoka hapa Mbabane, ambapo kila kitu kiko shwari tangu timu ilipowasili hapa na mambo yamekuwa yakienda vizuri, na jana wamefanikiwa kufanya
mazoezi yao ya kwanza wakiwa katika mji huu, lakini changamoto iliyokuwepo juzi na jana ni hali ya hewa. Kulikuwa kuna mvua na baridi kali sana, hali ambayo ilikuwa inatiatia mashaka kidogo, kwa sababu sio hali ambayo tumeizoea hasa kwa hapo nyumbani Tanzania. Lakini bahati nzuri leo hii kumeamka vizuri, kwa sababu jana kutwa nzima jua halikutoka, lakini leo kumeamka kunaonyesha dalili kuwa hali ya hewa inaweza ikawa nzuri. Kwa hiyo naomba iendelee kuwa hivi leo na kesho, siku ambayo ni ya mchezo, mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Na kwa upande wa benchi la ufundi na wachezaji, kila kitu kiko vizuri kwa upande wao kwa jinsi mambo yatakwenda vizuri katika mechi hiyo hapo kesho, na naamini kwamba hali ya hewa pia ni nzuri zaidi kuelekea katika. Asante sana Mohamed, labda kama una cha kumalizia kwa haraka kwa siku ya leo. Mohamed, kama una cha kumalizia, naamini leo kuna mikutano mingi ikiwemo ya waandishi wa habari hapo, naamini leo ratiba kubwa ambayo ipo hii leo Philip Cyprian ni mkutano na waandishi wa habari, ambapo utapata fursa ya kukutana na upande wa pili wapinzani ambao wanacheza nao na Simba, ambao ni Nsingizini Hotspur kutoka huko mitaa ya boda, ni mbali kidogo na hapa, ambapo na wenyewe kuanzia jana walishaweza kujivuta kusogea hapa mjini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo. Lakini majira ya saa 9 ambapo huko nyumbani itakuwa ni saa 10, pia kutakuwa kuna mazoezi ya mwisho katika uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mchezo. Lakini tumezungumza na kocha Dimitri Pantev, anasema hana wasiwasi, kwani ameridhishwa na pitch aliyokutana nayo pale uwanjani alipoenda jana kwenye mazoezi ya kwanza. Kwa hiyo hana wasiwasi, anaamini mchezo utakuwa mzuri na Simba itafanya vizuri ugenini ili kujiwekea mazingira mazuri katika mchezo ambao utakuwa marejeano ambao utachezwa tarehe 26 hapo nyumbani Dar es Salaam. Hivi Mohamed, wakati tunamalizia hapa katika mijadala hapa ya kwetu kuhusiana na Simba, walikopo kuna story kwenye gazeti la Mwana Sports inasema kwamba Rushaine anaweza kawa nahodha. Asa mara kwanza haijazungumzwa kwamba ni nahodha, lakini baadaye tukasema labda inawezekana ikawa nahodha msaidizi. Hii hali wewe umeiona katika mazoezi ya jana ya Simba au story? Hapana, katika mazoezi ya timu jana sijaona kitu kama hicho, kwa sababu Shomari Kapombe aliendelea kuwa nahodha na Rushaine alikuwa ni mchezaji wa kawaida kama walivyo wachezaji wengine. Hatukuona dalili yoyote ya kiuongozi ambayo huwa tunaiona kwa viongozi wa timu, mfano kitu ambavyo huwa wanakuwa. Na hata pia tulivyoomba kwa meneja kufanya interview na captains na nini, bado walituletea wale na Shomari Kapombe, wakatuletea na kocha mkuu Dimitri Pantev. Kwa hiyo bado utaratibu ni ule ambao tulifahamishwa hapo awali baada ya kuondoka Mohamed Hussein. Basi tambala unahodha litakaa kwa Shomari Kapombe, ambao hata wachezaji wenzie wanamuita senior. Kwa hiyo ni bado kiongozi ni Shomari Kapombe. Labda hapo baadaye Simba watakapotoka rasmi tutafahamisha kuwa sasa nahodha msaidizi ni mtu fulani. Mohamed, asante sana kutokea Eswatini. Tunaamini kwamba tutakuwa na story nzuri hapo baadaye. Asante Mohamed. Ni kweli senior Kapombe katika wachezaji wote ambao wapo pale. Kabaki yeye. Inabidi wampe tuzo maalum, hata kama akaenda, kwa mfano hata kama anaamua kwenda timu pinzani kwa mfano, inabidi wampe tuzo. Judy, unaona? Yuko haraka kucheka. Kwa sababu Mohamed Hussein ameenda. Philip kasema kama kitu pinzani, of course. Kwani asiseme kama akienda Tambia City? Kwani aseme sema lakini anaweza kaa Singida, hata Fountain Gate, karudi pia Azam. Jabiri vipi Jabiri? Anaweza karudi Azam pia. Au Azam Si alimtokea Azam.
Pinzani wake Azam. Haya, hiyo ni mechi ya kesho nayo. Tunaomba Mungu tunapambana tuweze kuwa nayo hapo kesho ya Simba. Najua mashabiki wa Simba wanaisubiri kwa hamu sana sana. Maana katika karata za mwisho hii unapiga karata alafu unasubiria nyumbani hapa. Tunaamini nyumbani hawatoki. Sawa. Ndio. Hawatoki, lakini mpaka kwenye mchezo wa ugenini huu angalau uwe na matokeo ya kuleta matumaini. So unafungwa afu unakuja nyumbani useme bila huko hivyo. Tunaweza hata ukashinda pia ugenini na bado ukafungwa nyumbani. Okay. Haya, twende Malawi. Malawi eneo lenyewe ni lile la Lilongwe. Pale Sobrantaya. Okay. Lilongwe. Pale tunazungumza na Dickson. Dickson, vipi hali iko vipi katika mechi hii inayokwenda kuchezwa hapo baadaye leo hii? Dickson, kama unanisikia vizuri. Naam. Asante sana Philip Cyprian kutoka hapo studio. Tuko Lilongwe hapa katika nchi hii ya Malawi, ambapo Dar es Salaam Young Africans leo wana mechi kubwa, mechi ya ligi ya mabingwa, ambapo wanaenda kukabiliana na Silver Strikers. Na hapa asubuhi mapema hii mashabiki wa Yanga ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam na ni nje ya uwanja. Niko na mashabiki hapa ambao wamefika kwa ajili ya mechi ya leo. Kusikia maoni yao kuelekea mechi ambayo ya leo. Bwana, mambo vipi? Safi, habari za wewe? Salama kabisa. Unazungumzaje mchezo wa leo na pole sana na safari? Tumeshapoa mchezo wa leo, najua utakuwa mzuri sana. Tusie pia ni ushindi. Ndio maana mama habari ya siku, na wewe unazungumzaje mchezo wa Yanga leo kuelekea hapo baadaye? Mchezo wa Yanga leo ni ushindi tu babangu. Sana sana tunahitaji magoli 3 ili mchezo tuweze kuumaliza tukiwa kwenye uwanja wao. Kule kwa Mkapa sasa ni kuhitimisha tu, kikubwa ni ushindi. Leo mnaona mnapata ushindi wa magoli mangapi ukitazama kikosi chako na jinsi ambavyo Tanzania wenu mnaona? Majina yako tafadhali. Kwa majina naitwa Majige Sikule, mshabiki ndakindaki wa Yanga kutokea Buza. Mechi leo unaionaje? Mnapata ushindi na magoli mangapi nadhani? Mechi ya leo ni lazima ukiwa kuanzia goli 3, hizo ni lazima leo. Tayari 3 nikiangalia kikosi changu kiko vizuri na biashara tunaimalizia leo hapa Lilongwe hapa. Timu iko vizuri. Sisi tumesafiri kufika hapa, tunaamini kabisa timu yetu iko vizuri. Hata ukiangalia leo celebrity nitakayoanza iko vizuri sana. Ushindi lazima kuanzia goli 3 ambazo haziwezi kupungua. Mashabiki wengine hapa tunataka asubuhi na unaona inatoa kaji mechi leo kuelekea Yanga ya na nini ambacho kinaenda kutokea leo? Bwana, kwa majina naitwa Ali Chopa, mshabiki kindaki kwa Young Africa. Popote kwenda upo. Sisi ni mashabiki wa uhakika. Leo tumekuja kwanza kwa kusupport timu yetu na tuna uhakika nayo. Lolote tuko uwanjani. Tuna asilimia zote, hatuna na uhakika ya leo, ushindi wa leo ndio tunamaliza mechi. Tumekuja kumaliza mechi hapa. Kwetu kwa kama kukamilisha tu. Tunapenda kuwashukuru mashabiki na wachezaji kwa ujumla na timu yetu kwa ujumla kwamba leo wala hakuna kitu zaidi ya ushindi. Tumejiandaa kutoka Tanzania mpaka Rwanda kwa sababu ya mechi hiyo. Yaani tuna uhakika na hicho ni timu. Sasa na labda kwa kukamilisha hapa tuzungumze na shabiki mwingine hapa. Bwana, leo nadhani mchezaji gani ama wachezaji gani ambao nadhani ni muhimu akaanza na anaweza kuwasaidia Yanga kwa matokeo? Bwana, kama kwanza kwa majina naitwa Isaya Mwetege, mshabiki kitake Dodoma na wakilisha ya Dodoma. Mchezo wa leo tuna uhakika kabisa kwa mujibu wa kocha pamoja na benchi zima la ufundi tutakwenda kuibuka na ushindi. Tunaamini kabisa Pacome akianza kipindi cha kwanza atakwenda kuweka mazingira vizuri na hatimaye tutatoka na ushindi mzuri. Tumalizie na kaka hapa ambaye amebakia. Bwana, wewe tuambie majina yako, lakini pia wito wako kwa mashabiki ambao umefika, lakini pia kwa wale ambao wako Tanzania. Naitwa Dali, ni mwanachama klabu ya Yanga tawi ya maduka mawili. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu
tumefika Lilongwe salama usalimini. Mechi ya leo tuna bana naomba kusikia vibe kidogo bwana. Mbona mmepoa sana? Asante sana Dickson ukiwa Lilongwe Malawi pamoja na mashabiki. Mashabiki nafikiri wamefanikiwa kuvuka baadhi yao nafikiri. Tulisikia kwamba kuna shida hiyo. Lakini jana usiku Yanga ilitambua na kuthamini mchango wa aliyekuwa kocha wa Yanga kipindi hicho ambaye ni marehemu sasa hivi Jack Chamangwana. Jack Chamangwana. Kwa hiyo jana walikutana na mkewe pale na kuweza kumtambua zaidi. Twende tupate taarifa kidogo alafu tutahitimisha kutoka ya hapo. Mama Chamangwana. Yes. Salama? Salama. Shikamo. Maraba. Sijambo. Hujambo, eh? Yeah. It's an honor for you to be part of our team. In front of you, it's Young African Sports Club. Your club from Tanzania. Yes. The most beloved one from your heart. Yes. Meet our head coach. Please, coach. This is our head coach, Mr. Roman. They are all new faces. Yeah, new Hello. faces. I'm fine. How are you? Good, thank you. Good. Welcome to Malawi. Thank you very much. Thank you. Yeah, he's our head coach, and next to him we have all the assistant coach, and the players as well. We have players from Tanzania. We have players from all over Africa. Okay. Yeah, and we're also looking forward to have one Malawi player. There are plenty. You'll find one. Yes, but especially we have the assistant coach from Malawi. Let me take this opportunity to introduce you. Coach Mabedi is here. He's your countryman. I know him. You know him? Yeah. Yes. We know him. You know him, eh? Yes. He's our assistant coach. I didn't know. Yeah. Okay. So we brought someone from here. Now to you his need a motherland. player. Now you need a player. Yeah. For sure, for sure. Thank you, coach. So it's a special day for us, being in Malawi, and we said it's important we came and say hello to you. Thank you very much. We also took this opportunity as well to say we should take our appreciation to the public of what your late husband has done to this team. Kwa wachezaji, Mwalimu Chamangwana amekuwa na sisi kwa kipindi cha almost miaka 7. He has been with us for almost 7 years. 2 spells with Yanga, and he managed to took us to the success of the local tournaments where we won 2 trophies under him, 2004 and 2005. He was one of the best coaches that we had. And I remember I was very young when he was still coaching the team. Young Africans used to be called Jack Boys. You remember, guys? Ilikuwa inaitwa Jack Boys. And I remember at Taifa Stadium, when I used to run from school and come to watch Yanga games, they started singing, Jack Boys, Jack Boys. So the team was called after your late husband. He was Jack Chamangwana. Na hii haijatokea bahati mbaya. Kuna kazi kubwa ambayo mwalimu alifanya mpaka timu ikawa hapa. So we really appreciate the work that has been done by the coach, and we said it will be a nice event for us to come and see you in person. Fortunately, you're here with your son and your granddaughter, taking you through from Blantyre all the way to Lilongwe. So she drove all the way from Blantyre to Lilongwe, which is almost 300 Ks, right? 300 kilometers, huh? I don't know how many kilometers. Yeah, 300 kilometers just to join your team. So thank you very much. We're here to appreciate your husband's work. But I remember
probably you were part of the team at that time to support him and give him all the courage and energy. Yes. And we appreciate that. So today we have 2 gifts. One we will give you publicly here, which is a certificate of appreciation from the club. Thank you very And much. the other thing is a financial gift, but I will give you on the side, not for the public use. Okay? Just to support you and the rest of the family. Thank you very much. Yeah. So allow me to hand over the certificate, and then we will be able now to give you a chance to give a word of appreciation. Okay. Now, let's. It's your turn now. I think, and the president of the Jersey. Oh, thank you very, very much. This? Yeah, you'll get everything. This is just. You get a sign, eh? This is just a sign of. You can hold here, madam. No, thank you very, very much. Oh, this is beautiful. Thank you. Okay. Yeah. Ladies and gentlemen, my name is Ashley Mabana Chamangwana. I hope you're all well this evening. On behalf of my grandmother Elizabeth and my 2 uncles Frank and Miko, Miko is not around, he's in South Africa. I'd like to thank the Young Africans Football Club for remembering my late beloved grandfather Jack Africa Blackstone Chamangwana. It was a great honor for us to be here. My grandfather dedicated his life to football on and off the pitch. He talked, breathed, walked, and dreamt football. He touched many lives outside and inside football, as you can see. He coached and had been a technical director as well as a youth development officer for Yanga FC for several years, including leading them to the victory in the Tanzanian Premier League. He was a great soul to many. It's unfortunate that some of you could not meet him, but he was an amazing person. And it's such an honor for us to be here. And I just wanted to thank you all for everything and for coming. Have a great night. Saying that, I just want to thank you so much for remembering Jack. Yeah, he never forgot Yanga. Yes. He always talked about Yanga and how happy he was to coach Yanga. But thank you very, very much for thinking about him and for bringing us here. We are very, very grateful. My other son lives in Durban. He also said to say the same thing. Thank you very much. Yeah. Thank you, and God bless you all. And I wish you all the best as you continue as young. Asante sana, tukio la kusisimua. Yes, ni kweli, na kama alivyosema mwandamizi of Mike ni kwamba kitu kama kile kinafanya hata yule Mabedi ambaye ni Malawi, ambaye ni coach assistant. Yani leo familia yake kuna message wamemwambia kwamba bwana, unaiona hii timu imeweza kujali mtu ambaye hayupo leo. Asante sana. Na kwa wachezaji vile vile. Shukrani. Asante sana Jabil. Na wakati wa umesema mchezaji Gerson Tegete na nani kumbusha mwingine? Shamteali, Ambani, Mwalala, Ambani. Kipindi kile ndio wachezaji ambao kocha Chamangwana alikuwa akifundisha Yanga wakati huo. Na kwa tukio hilo basi tunafika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo. Yanga leo anacheza dhidi ya Silver pale katika uwanja katika mji wa Lilongwe, na hapo baadaye basi saa 10:15 mchezo kati ya KMKM na Azam utachezwa wa shirikisho barani Afrika. Kwa sasa tuna mengi, nikutakie utazamaji mzuri sana wa vipindi vinavyoendelea vya Azam.